9. Tukianza na kadi ya njano ya kwanza. Ili sasa ni controversial kwangu. Kwa sababu ya pili alipewa kwa sababu ya kuchelewesha muda, sio kupoteza muda actually. Alikuwa anaonyesha kama ameumia kwenye mguu. Lakini pia hii ya pili wakati mpira umeamuliwa kwenda kupigwa kona akaupiga. Yani akawa anausogeza, ni kama kwa tafsiri ya muamuzi ni anapoteza muda. Akaonyeshwa kadi ya pili ya njano. Kwa nini ni controversy? Kitu ambacho mimi naamini ni kwamba muamuzi alikuwa anamtafutia red card Mashujaa. Alikuwa anamtafutia red card kwa kutokana na kitu kimoja. Kuna maonyo ambayo muamuzi alimpa goalkeeper Mashujaa kabla ya kutoa ile yellow card ya kwanza. Lakini ni kama alikuwa anamcommand sana. Kila mtu anaelewa kwamba goalkeeper yote akifanya save ile akienda kulala chini anakuwa na second zake. Ikitokea goal kick, keeper akienda kuweka pale anakuwa na second zake. Lakini yule referee wa mechi ya Simba na Mashujaa ni kama alikuwa anamcommand sana goalkeeper Mashujaa kwamba yani hata hampi zile seconds hampi zile sekunde ambazo ni haki yake yule goalkeeper wa Mashujaa. Kwa hiyo hamruhusu hata labda akilala lale kwa sekunde 6. Ama ikitokea goal kick hamwachi hata kwa sekunde 2. Kwa hiyo kuna maonyo ambayo alikuwa anampa ni kama alikuwa anamkalia kooni. Kwa hiyo ilivyokuja kutoka ile yellow card ya kwanza ikaonekana kwamba ni yellow card ambayo labda ni sahihi kwa ajili alikuwa ashampa maonyo kadhaa, lakini alikuwa anampa yale maonyo ikiwa zile second ambazo ni haki ya goalkeeper alikuwa hampi. Kwa hiyo alikuwa ni kama anamkalia kooni. Kwa hiyo kwangu mimi niliona kama kuna taswira fulani ya muamuzi kumtengenezea mazingira goalkeeper Mashujaa kupewa yellow card. Na ndio maana hata kwenye baadhi ya matukio ambayo kipa wa Mashujaa alikuwa anaonyesha ameumia, hata walikuwa wakija madaktari mule kumtibia, yeye alikuwa anaita kabisa Machela kwamba njoeni mumtoe. Sasa goalkeeper anatolewaje kwa Machela? Vipi na goalkeeper na zile dakika zake 5 za kutibiwa pale pale alafu arudi mchezoni. Kwa hiyo ni kama refa inaonekana kuna vitu vilishamchanganya na kuna vitu alikuwa na pressure ambayo pengine ameitengeneza yeye au kuna pressure ambayo ilimvaa. Kwa hiyo kuna vitu alikuwa anataka vitokee nafikiri. Kwa mimi naona ile red card ya goalkeeper Mashujaa ni kama muamuzi kamlazimishia kwamba hii lazima utaondoka. Sio kwamba Nasir Alfan pia kuna upotezwaji wa muda ulikuwepo pengine kwa sababu kwa sababu hata nilimsikia Mwalimu Fadlu alizungumzia hilo swala la kupoteza muda. Na JKT wao na Mashujaa wao wenyewe walikiri kwamba wamepoteza, ni haki yao kupoteza mchezo ule pengine. Ukoona kwamba kuna hiyo hali ya kupoteza muda? Kupoteza muda kulikuwepo. Na hata ndio maana Hatim alivyosema dakika 6 kuongezwa na mimi sikupinga, ni accept hiyo. Lakini kwa goalkeeper anakuwa na second zake. Hata akifanya save akienda kulala, huwezi kumlazimisha kumwamsha pale pale. Nafikiri ana sekunde zake takriban 5 mpaka 6. Anakuwa na sekunde zake 6. Kwa hiyo kitendo cha goalkeeper akifanya save alafu akienda akilala sekunde ya pili tu refa ukienda enuka ni kama unakuwa unamcommand bila ya kufata kanuni ambazo wewe umeelekezwa kwamba huyu ana sekunde zake 6 akifanya save akiamua kulala sekunde zake 6 anazo. Kwa hiyo unapomcommand pale inaonekana kwamba kwa mtu ambaye labda hawi makini na zile sekunde ataona refa kashamkumbusha mara ya kwanza mara ya pili sasa ile ile ni sahihi. Lakini kumbe alikuwa anamhimiza kabla zile sekunde zake. Kwa hiyo kile ambacho alikuwa anakifanya yule goalkeeper Muntari, goalkeeper wa Mashujaa, akilala zile sekunde zake 6 ni haki yake ya msingi. Kwa hiyo ukienda kumcommand wewe ndio unamkosea. Kwa hiyo tutaona sisi kwamba wewe unamtengenezea mazingira ya baadaye kumpa yellow card, alafu kumbe wewe ndio ambaye ulikuwa unaenda kumkosea, humpi haki yake ya msingi ya hizo sekunde. Haya mazingira umeona nasi. Hatim umeona mazingira hayo. Pengine ukifananisha na tukio la hivi karibuni utamtaja John Nobo ambaye alikutana na mtego huu akaonyeshwa kadi nyekundu akatoka baada ya kupoteza muda kweli. Ukiangalia kuna usawa hapa. Muntari alikuwa na dalili za kupoteza wakati. Kwanza kabla ya ile kadi ya njano ya kwanza hakukuwa na nyakati yoyote ambayo Muntari alilala chini kwa kuashiria kwamba ameumia kwenye ule mchezo. Nafikiri ndio mara yake ya kwanza ambayo aliashiria kwamba anahitaji msaada wa madaktari. Kama kuna mtu ambaye aliona kabla ya hapo atanikumbusha. Lakini kwa kumbukumbu zangu mimi nafikiri ile ndio nyakati ya kwanza ya mchezo ambayo Muntari alikuwa anamwashiria muamuzi kwamba anahitaji kuangaliwa. Sasa
inashtua, yani kwamba kwa nini kadi itoke katika mazingira ambayo kitu ndo kimetokea kwa mara ya kwanza. Yani ingelikuwa labda, mimi nimeshaona na watu waelewe, mimi nimeshawahi kuona mtu saa nyingine anatibiwa hivi chini, then ukaona kama labda refa anamsubiri ainuke akampa kadi, lakini anakuja katika mazingira ambayo labda mtu alishaonekana kwamba anahitaji sana kutibiwa na inaonekana ni kitu ambacho pengine labda hakikuwa serious, au inaonekana labda ni katika namna ambayo kama anahushi hivi, lakini ukitazama kwa mara ya kwanza kwenye ule mchezo kadi ya njano inakuja kutoka Ahmed kwenye nyakati ambayo ndo for the first time kipa wa Mashujaa anaashiria kwamba nahitaji kuangaliwa, japo ukimuona ni kama kasimama, lakini huwezi kujaji mwisho wa siku. Na ndio maana mchezaji anapokuwa tu anaashiria kwamba anahitaji msaada wa uangalizi wa madaktari, iwe kasimama, iwe kakaa, iwe kashika kiuno, iwe kainama, wewe wajibu wako kama muamuzi ni kuita tu huduma ya kwanza ifike. Utaanza na madaktari, of course haitwi machela hapo, anza na madaktari, kwa sababu hali yake unamuona mtu sikasimama bwana, anahitaji vipi machela wakati hata kutembea pengine anaweza, lakini labda atahitaji kupuliziwa spray, labda atahitaji labda kuchuliwa, labda nini. Kwa hiyo kitu ambacho mimi naona kama hakikuwa, naweza nikasema pia niko sawa, inawezekana muktadha wangu mimi labda kidogo kwa tofauti na Nasri, lakini kwa nini kadi ya njano itoke kwenye nyakati ambayo goalkeeper anaashiria kwamba anahitaji uangalizi wa daktari? Na ndio mara ya kwanza. Sio kwamba labda lilitokea lile jambo kipindi cha kwanza labda mara 2 mara 3 kila wakati labda anahitaji madaktari anaita, hapana, ndio for the first time inatoka kadi ya njano. Kwa hiyo kwa muktadha huo nafikiri goalkeeper pengine kama yasingetokea mambo mengine ya kimchezo, pengine Muntari alikuwa anaweza kumaliza ile mechi akiwa na kadi yake moja ya njano, ambayo pia unaweza kusema kikanuni haipo, lakini pengine ingeweza kuishia kuwa kwenye njano na sio nyekundu pia kwa mtazamo wangu. Anatolewa kwa kadi nyekundu, subs zimekwisha. Inabidi mchezaji wa ndani aje kuchukua nafasi yake, anafanyika mabadiliko. Akafanikiwa kukaa langoni pale. Lakini Simba walikuwa kama bisi. Unajua unataka vitu vitokee alafu vitokei. Hapo sababu hapa nisikukatishe, tuulizane. Sabu ni 5 5. Zilifanyika ngapi? Leo nimepita kwenye live ball nikagundua kwamba Mashujaa amefanya sub 3. Labda amefanya 3. Tusaidiane. Simba amefanya sub zao 5. Okay. Yes. Mashujaa nimeona sub 3. Sasa au zipo kwa awamu. Kuna ule mkupuo wa kufanya foul. Wa kufanya mabadiliko. Probably labda tutakuwa umenipita huko. Kuna labda nini? Au jaribu kuangalia pia kwenye bench lao kulikuwa kuna goalkeeper. Hilo nalo. Johora alikuwepo. Okay. Kulikuwa kuna goalkeeper. Maana zipo issue za mabaadhi ya makocha kutoweka magoalkeeper wa reserve kwenye mabenchi, mambo yao. Kulikuwa kuna goalkeeper. Kwa nini asiingie goalkeeper? Goalkeeper alikuwepo Alikuwepo Johora alikuwepo. Hilo nalo swali la msingi. Sasa akasema hatukupangia, lakini kama unaye akili yangu moja kwa moja kaenda wamemaliza sub, kwa sababu ndo huwa inakuwa hivyo. Hapo wewe umejiridhisha kwamba mimi nimeona 3 sabu zilikuwa 4. Umefanya sabu 4. Dakika ya 58 alitoka Jafari Kibaya akaingia Daniel Yanga. Dakika ya 61 alitoka Yahya Mbegu akaingia Crispin Ngushi. Ndio. Dakika ya 76 alitoka Mapinduzi Balama akaingia Hassan Haji. Na dakika hiyo ya 76 alitoka Mundhir Vuai akaingia Emmanuel Martin. Ngapi hizo? 4 tu, lakini kwa mikupuo 3. Umeona sasa. Mikupuo hiyo walimesa hapo sababu inahitajika mabadiliko. Imetokea kadi nyekundu tayari umesha. Kwa maana yake walikuwa na nafasi ya kufanya badiliko jingine moja tu. Kwa maana yake ilikuwa ndani ya uwezo wao kumuingiza goalkeeper namba 2 ambaye ni Johora. Maana yake atoke mchezaji wa ndani. Ilikwisha. Iliisha. Ndio maana wakashindwa kufanya. Yaani sub 5 lakini mikupuo hawezi kufanya mara 4. Walishafanya mikupuo 3, sio? Umeelewa Hatim? Nimekupata.